Rasmi kabisa baada ya taarifa kuenea zaidi ndani ya nchi ya Burkina Faso kwa Kapteni Ibrahim Traore kuonekana kabisa kwamba kwa sasa yuko hatarini. Hii ni mara baada tu ya taarifa kuenea kwa viongozi wa serikali ya Burkina Faso, lakini wanajeshi na ulinzi wa kutosha ambao umeweza kuweka bayana kwamba mwamba kwa sasa amekuwa akifuatiliwa na watu wasiojulikana na wamekuwa wakiweka mawindo. Akili zimekuwa ni nyingi kwa lengo la kutaka kumnyamazisha na kumngoa ndani ya kiti cha urais. Ni taarifa ambazo zinawafanya baadhi ya wananchi kuweza kuwa wanyonge na kuamini kabisa huenda yule rais waliyemtarajia, waliyekuwa wanaamini kabisa amepatikana mtu zaidi ya Thomas Sankara marehemu, ambaye alishakuwa rais ndani ya mwaka 1983 ndani ya nchi ya Burkina Faso. Manake ndoto ni kama imeanza kufifia, kwa sababu kila mmoja kwa sasa amekuwa akifurahia uwepo, na hata imeonekana kabisa kwamba ni moja ya rais na kiongozi ambaye kwa sasa hana mpinzani. Huyu tena sio rais wa Burkina Faso bali ni rais wa Afrika, kwa sababu kitendo alichoweza kukifanya mara baada ya kufika ndani ya nchi ya Urusi kwa Rais Vladimir Putin, jinsi alivyopokelewa na zile shobo za viongozi na baadhi ya watu tofauti waliotaka kupiga picha naye na waliotaka ukaribu naye zilionekana kuwa ni nyingi. Haijawahi kutokea na sio rahisi sana kwa viongozi kutoka katika nchi za Kiafrika kwenda katika nchi mama kama nchi ya Urusi, alafu mwisho siku ikatokea kama ilivyoweza kumtokea Rais Ibrahim Traore. Kwa hiyo inatosha kusema kabisa kama mwamba kwa sasa ni non-stop, hakuna kama yeye. Kwa hiyo kuwa na maadui wengi na kuwa na watu wanaomfuatilia na kutaka kumngoa kwenye kiti cha urais, sidhani kama ni jambo ambalo huenda likawashangaza watu ama likaonekana kuwa ni jambo geni, kwa sababu tayari mwamba ameshaonyesha picha kubwa na picha halisi ambayo kwa sasa haiwezi kufutika kirahisi. Jinsi wananchi wanavyomkubali, wananchi kutokea nchi za Kiafrika na wananchi hata nje ya Afrika wamekuwa kikubaliana na vile ambavyo wamekuwa katika misimamo na uimara wa kile anachokiamini na anachokiamua. Yani hakuna kama Ibrahim Traore. Kwa hiyo hili swala ambalo limekuwa likienea kwamba kwa watu wasiojulikana kumpa vitisho na kutaka kumngoa katika kiti cha urais ni issue ambayo iko serious sana ndani ya mwaka huu. Kwa hiyo ni jambo ambalo kila mmoja amekuwa kimwombea maisha marefu, pumzi, ili mradi pia aendelee kuwa ni moja ya kiongozi asiyeweza kupingika ndani ya nchi za Kiafrika. Cha msingi naweza nikasema tukutane kwenye comment. Ni Hatuboy Media.